Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia juu ya ziara ya maeneo mbalimbali katika Uislamu, ambapo jana tulikuwa katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani Masjidi Nabawi. Leo tutatoka nje ya msikiti huo. Unapotoka nje ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, upande wa mbele wa msikiti, yani kwenye kibla cha msikiti, ukiwa nje ya msikiti, kama unautizama msikiti, mkono wako wa kulia, baada ya kumaliza ukuta wa eneo la msikiti, utapata kuna ukuta mwingine, kuna fensi nyingine. Upo ukuta mkubwa sana, na ikiwa utakuwa umeupa mgongo msikiti, unatizama kibla, itakuwa ni mkono wako wa kushoto. Eneo hilo lenye ukuta huo ni eneo linaloitwa Baqi, yani hapo pana makaburi ya Baqi, makaburi ambayo yana historia yake, wamezikwa wengi katika watu maarufu katika Uislamu. Ni muhimu sana tunapokwenda katika eneo hili la mji wa Madina kwenda kuwazuru watu hawa na kuwaombea dua. Baadhi yetu tunakosea, tunaacha sunna tulioelekezwa. Mtu anakwenda kwenye makaburi anawaomba waliokuwa makaburini. Maiti hawaombwi, bali unapokwenda katika makaburi unatakiwa ufanye ziara ya kuwazuru na kuwaombea dua wale ambao wapo katika eneo hili. Na hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielekeza yeye mwenyewe katika hadithi iliyopokelewa na Buraid radhiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokwenda kwenye makaburi kwenda kuwazuru wale waliokuwa katika makaburi, usema maneno haya: assalamu alaikum ahlud diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikumul lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiya. Hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa kufanya unapofika makaburini, ni kutoa salamu na kuwaombea dua wao pamoja na wewe. Hakuna kuwaomba maiti. Nabii Aisha radhiallahu anha ametueleza katika hadithi yake kwamba mara kwa mara alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja nyumbani kwake kulala zamu, sasa wakati mwingine Bi Aisha amelala, anaona Mtume usiku anaamka anatoka. Kwa ule wivu wa kike anamfuata kinyume nyume, asijekuwa huyu enda kwa mke mwenzangu, anakuja kumshuhudia kwamba anakwenda kwenye makaburi haya kuwazuru na kuwaombea watu hawa. Makaburi haya ni makaburi ambayo mimi na wewe tunatakiwa tutamani kufa katika mji huu wa Madina na kuzikwa eneo hili, kwani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia maneno haya katika hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Amesema, man istata'a minkum an yamuta bil Madina falyamut. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, yule ambaye anataka kufa, anatamani kufa, basi atamani kufa katika mji huu wa Madina. Kwa nini? Asema kwa sababu yeye atawashafiia, watakuwa ni watu wa kwanza kuwashafiia wale watu ambao wamezikwa katika makaburi haya ya Baqi. Sasa Muislamu unapokwenda katika mji huu, tamani, usijiombee. Kujiombea mauti ni makosa, lakini tamani kwenye moyo wako, siku moja umekwenda katika mji wa Madina, basi imetokea ndio ahadi yako imekufikia na umezikwa eneo lile, wewe utakuwa katika watu wa mwanzo kufufuliwa na kuombewa shifaa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Makaburi haya ya Baqi yamezikwa watu wengi maarufu kama tulivyotangulia kusema. Nitawataja wachache katika wale ambao wamezikwa katika eneo hili. Makaburi haya, katika watu maarufu waliozikwa kati ya watoto wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nitawataja wawili, ambaye wa kwanza ni Fatima radhiyallahu anha na Ibrahim. Hawa wamezikwa katika makaburi haya ya Baqi. Lakini pia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, huyu pia ni katika sahaba ambaye amezikwa katika eneo hili, pamoja na mwenzake Saad bin Waqas na Abdurrahman bin Auf. Hawa wote ni katika maswahaba ambao wamezikwa katika eneo hili. Lakini pia wake za Mtume, takriban wake wote wa Mtume ukimuondoa Bi Khadija radhiyallahu anha ambaye amefia na kuzikwa kule katika makaburi katika mji wa Maka,
lakini ukienda kina Bi Aisha na Ummu Salama radhiyallahu hawa wote anha wamezikwa katika makaburi haya yaliyokuwa katika mji huu wa Madina. Lakini pia mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, naye pia amezikwa katika makaburi haya. Mama wa kumnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Bi Halima, naye amezikwa katika makaburi haya. Lakini pia Imam Malik, kati ya maimamu wanne hawa rahimahullah, Imam Malik amezikwa katika makaburi haya. Hao ni wachache katika watu ambao nimetamani kuwataja ili watu wafahamu kati ya watu maarufu waliozikwa katika makaburi haya. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu ambaye Allah atakufikisha katika eneo hili la mji wa Madina, usiache kwenda kufanya ziara katika makaburi haya yenye watu mbalimbali maarufu. Na mpaka leo kila anayekwenda katika mji wa Madina, katika mahujaji anayekufa, anazikwa katika eneo hili. Kama tulivyotangulia kusema, usiende kuwaomba maiti. Ukiingia mle ndani, tamka maneno aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno gani? Na haya ni katika makaburi yote duniani. Unapokwenda, ukiingia kwenye makaburi, sema assalamu alaikum ahlud diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikumul lahiqun as'alullahu lana wa lakumul afia. Maana ya maneno haya ni kuwasalimia hawa maiti, au unasema assalamu alaikum ahlud diyar, yani unawasalimia watu wa nyumba hizi. Haya ni majumba ya watu wamelala, kwa hiyo unawasalimia waumini na Waislamu waliolala katika majumba yao yale, na unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na unasema kwamba inshallah kuna siku tutakutana, tutakuwa pamoja, tutakuja kuzikwa pamoja na nyinyi hapa. Kisha unawaombea afya wao pamoja na wewe mwenyewe. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika maeneo haya, na Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie ibada zao wale waliokwenda katika hija. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.